Hello mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kelvin Mbeyange na nina ujumbe maalum sana kwako ambao natamani kushirikisha katika mfululizo wa vipindi vitano kwa kuanzia na hii sehemu ya kwanza ambayo ni ya utangulizi. Lakini kabla sijaendelea kwenye hii sehemu ya utangulizi, nina kisa kimoja ambacho kilitokea mwaka 2015 ambacho napenda nikushirikishe kwa sababu kisa hiki kimefanyika sababu kubwa ya mimi kuweza kupata ujumbe ambao nakwenda kukushirikisha kwenye hivi vipindi vitano. Sasa basi, mwaka 2015 mimi pamoja na wenzangu watatu tulikuwa tuna safari ya kikazi kutokea Iringa kwenda Makete, lakini tulipofika Njombe tulilazimika kuweza kuconnect na basi nyingine kutokea pale Njombe kwenda kijijini, sasa huko ambako tulikuwa tuna kazi ya kwenda kufanya. Na kwenye ile basi tulipokuwa tumepanda, wale watendakazi walikuwa wanasimuliana kisa ambacho kilitokea siku ya jana yake, na mmoja akawa anawaambia wenzake, mimi niliwaambia bwana, ule mzigo ambao nilipakiza juu ya keli haukuwa wa kawaida. Alikuwa akiuzungumzia mzigo ambao kwa maelezo yake ni shangazi kaja, ambayo ilikuwa ni ndogo tu kwa muonekano, lakini alishangazwa sana kwamba alipokuwa akiupakiza anaupandisha juu ya carrier, alihisi uzito ambao ulimpa kujiuliza kwamba inawezekanaje huu mzigo kwa muonekano ni mdogo lakini una uzito kiasi hiki. Na wanasema kwamba ile safari yao ilikuwa nzito sana kwa sababu walipasukiwa na tairi mara mbili, jambo ambalo sio kawaida kwenye safari zao. Lakini wale wenye mzigo walipokuwa wamefika kwenye kituo ambacho walikuwa wanashukia, walipokelewa na kundi kubwa la watu ambalo kimazingira wanasema walikuwa wanaona kama ni mazingira ya msiba. Kwa hiyo ujumbe wa mwisho ambao waliupata ni kwamba kwenye ile shangazi kaja ndogo kulikuwa na maiti ya mtoto mdogo ambayo ilikuwa imesafirishwa kwa namna hiyo ambayo haikuwa rasmi. Sasa tulipokuwa tumesikia ile story, mmoja ya wenzangu ambao nilikuwa tumeambatana nao kwenye hiyo safari akanipiga swali kwamba hivi Ticha Kevi, inawezekanaje au ni kwa nini watu wanaposafirisha maiti katika namna ambayo sio rasmi kama hivyo huwa kuna hivi visa tunavisikia vinatokea? Sasa kiukweli mimi sikuwa na majibu, na nikawa muwazi kabisa nikamwambia kwamba mimi sijui, lakini nadhani labda pamoja na kwamba ule mwili ni wa marehemu, yeye mwenyewe hayupo, lakini labda kuna heshima fulani ambazo huo mwili unatakiwa upate, na kama hautopata basi labda kuna hizo visa ambavyo tunavisikia vinatokea, lakini ni hisia zangu tu, sio jambo ambalo nalifahamu kwa uhakika wote. Basi tukaendelea na ile safari, lakini mimi ile swali likaendelea kuzunguka kichwani mwangu, na nikaweka kabisa kusudio kwamba nitakaporudi kutokea kwenye ile safari basi nitafanya jitihada ya kuchimba kidogo kutafuta majibu ya hili swali. Sasa mimi ni Mkristo na sehemu ambayo huwa natafuta majibu ya maswali magumu kama hili ni kwenye kitabu cha Biblia, kwa sababu kwangu Biblia ni kitabu chenye mamlaka ya mwisho ambacho kinaweza kikanielekeza au kikasema kwamba jambo hili liko hivi na liko hivi. Sasa na wewe pia kama ni mtu ambaye unaamini katika Biblia utanufaika sana kwenye huu mfululizo wa hivi vipindi vitano, kwa sababu yote ambayo nakwenda kushirikisha sehemu kubwa yanatokana na Biblia. Sasa kabla sijaenda mbele na kuanza kukushirikisha kwenye hii sehemu ya utangulizi kwamba nilipokuwa nimefanya study yangu kwenye Biblia nilikutana na nini, ningetamani nikupitishe kidogo kwa juu kwenye hivi vipindi vyote vitano kwamba utapata kitu gani, na utakaposikiliza kipindi chenyewe manake utaingia ndani zaidi kwenye kipindi husika. Sasa kwa kuanzia na kichwa cha somo, hivi vipindi vitano, kichwa ambacho kimebeba vipindi vyote kinasema tafadhali usife mapema. Sasa hiki sio kichwa tu ambacho nimekiweka kwa ajili ya kupamba somo, lakini ni wito wangu kwako kwamba tafadhali usife mapema, na utakapokuwa ukisikiliza mfululizo wa hivi vipindi utapata sababu kwa nini hautakiwi kufa mapema. Na sasa niende kwenye hizi sehemu tano. Sehemu ya kwanza kama kawaida ni utangulizi, ambapo hapa nitakushirikisha tu kwamba kwenye Biblia
soma kwa habari ya hili swali sasa, kwamba kwa nini maiti zinapokuwa zinasafirishwa katika namna isiyo rasmi huwa kuna hizo visa hivyo ambavyo huwa vinatokea. Kwa hiyo nitakushirikisha hapa kwamba niliona nini, lakini sehemu ya pili nitakushirikisha kwa habari ya imani mbalimbali ambazo zipo hapa duniani. Watu wanaamini kwamba mtu anapokufa nini kinatokea baada ya yeye kufa. Kwa hiyo nitakushirikisha imani mbalimbali ambazo zipo duniani watu wanaziamini. Lakini sehemu ya tatu nitakushirikisha sasa kwenye Biblia nini kinatokea mtu baada ya kufa kwa mujibu wa Biblia. Tutaangalia Biblia inasemaje kwa habari ya mtu akifa, nini kinatokea. Lakini sehemu ya 4 tutaangalia ni nani ana amri juu ya kifo. Kwa hiyo tunafahamu kwamba Mungu ana amri juu ya kifo, lakini je, labda na sisi tuna sehemu kwenye hiyo amri? Kwa hiyo tutaangalia zaidi kwa habari ya amri ya kifo. Lakini sehemu ya mwisho ambayo ni sehemu ya 5 tutaangalia hekima mbalimbali na maarifa ya namna ya kuweza kuishi maisha marefu. Kwa hiyo hapa tutajifunza vitu ambavyo ukiviweka kwenye vitendo matokeo yake itakuwa, ili hiki kichwa sasa cha tafadhali usife mapema kitakuwa halisia kwenye maisha yako. Kwa hiyo haya yatakuwa ni maeneo 5 ambayo nitakupitisha au kwenye kila somo tutaangalia vitu hivi ambavyo nimevisema. Sasa turejee kwenye swali letu la msingi ambalo tunashughulika nalo kwenye hii sehemu ya utangulizi, ambalo ni kwa nini maiti inaposafirishwa katika njia ambayo sio rasmi hivyo kuna uwezekano wa hivyo visa ambavyo tunavisikia vikatokea. Sasa nilipoanza kufanya study yangu kwenye Bible, kwenye Biblia nikakutana na visa ambavyo watu wamemkosea Mungu na Mungu anaamua kuwaadhibu kwa kufa au kwa kifo, lakini haishii tu kwamba wanakufa, anatoa mpaka adhabu pia kwenye maiti zao. Na moja ya mfano mzuri sana ni familia ya mfalme Ahab, ambaye huyu alikuwa akitawala Israel na alikuwa ameliingiza taifa la Israeli kwenye ibada za miungu tofauti kabisa, kinyume na maagizo na amri za Mungu. Sasa mbali na huyu mfalme Ahabu kuwakosesha Israel kwa habari ya kumwacha Mungu wa kweli na kugeukia kutumikia miungu mingine ambayo si ya kweli na kuacha amri zake, akafanya tukio jingine ambalo kwenye hiki kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 21 utasoma hapo, utaona kwamba kuna ndugu ambaye anaitwa Naboth, alikuwa na shamba lake ambalo lilikuwa jirani na nyumbani kwake huyu mfalme Ahab, na akaliona lile shamba akalitamani kwamba aweze kulinunua ili alitumie kwa ajili ya matumizi yake ya bustani. Sasa huyu Naboth ambaye ndio mmiliki halali wa lile eneo akagoma kuweza kuuza lile shamba, na Ahabu kama mfalme akawa amesikitishwa, amehuzunishwa na kukataliwa kununua lile eneo. Kwa hiyo akarudi nyumbani akiwa amesawajika, uso wake una huzuni, na mke wake sasa akamtazama na akaona kwamba hayuko sawa, akamuuliza shida ni nini. Kwa hiyo akamsimulia kitu ambacho kimetokea. Basi mke wake akamwambia, ni hilo tu, usikonde, mimi nasuka kampango hapa ambako kata kuhakikishia kuweza kupata hilo shamba, kwa hiyo wewe tulia, mimi nifanye mambo huku. Kwa hiyo mke wake ambaye kimsingi ukiachana na hili tukio alikuwa analitengeneza, ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa kuhakikisha kwamba hizo ibada za miungu mingine inafanyika. Akawa sasa amesuka mpango, ametengeneza mashahidi wawili wa uongo ambao aliwapanga kwamba wamshuhudie huyu Naboth uongo ya kwamba amemtukana mfalme pamoja na Mungu, ambalo kosa hili lilikuwa kwa kipindi kile adhabu yake ni kifo. Kwa hiyo hawa mashahidi wawili waovu wakawa wametengeneza hiyo kwamba wameitisha watu na wakamwita yule Naboth, na hawa mashahidi wawili wakaitwa. Kwa hiyo wakamshuhudia uongo Naboth ya kwamba amemtukana Mungu pamoja na mfalme. Basi watu wakampiga mawe yule Naboth mpaka akafa, na ili tukio sasa likawa limeongeza ghadhabu na hasira ya Mungu dhidi ya mfalme Ahabu, kwa sababu mbali na kwamba alikuwa anawakosesha taifa la Israeli,
kwenye hizi ibada za miungu, lakini anaua tena mtu mwingine ambaye hana hatia. Sasa Mungu anamtuma nabii wake aliyekuwa akiwepo anafanya kazi kipindi hicho, Elia, kwamba amwendee Ahabu na akatoe unabii, akampe unabii wa mambo ambayo Mungu atayafanya kwa Ahabu na familia yake kutokana na huo uovu ambao amekuwa akiufanya. Sasa tuangalie unabii ambao huyu nabii wa Mungu Elia alitumwa na akampelekea huyu mfalme Ahabu kwenye hii Wafalme wa Kwanza sura ya 21 na tuanzie tu ule mstari wa 21. Biblia inasema, angalia, nitaleta mabaya juu yako, manake juu ya Ahabu, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. 22. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza, hata kunighadhabisha ukawakosesha Israeli. 23. Tena Bwana alinena habari za Yezebel akisema, mbwa watamla Yezebel katika kiwanja cha Yezreel, mtu wa nyumba ya Ahabu. Mstari wa 24. Mtu wa nyumba ya Ahabu afaye mjini, mbwa watamla, na yeye afaye mashambani, ndege wa angani watamla. Kwa hiyo tunaona hapa unabii ambao Elia anampatia mfalme Ahabu. Sasa kitu ambacho kilinishangaza kidogo hapa ni kwamba Mungu anamtangazia hukumu Ahabu pamoja na familia yake, kwa maana mke wake na watoto wake, na sio tu hukumu ya kwamba watakufa, lakini anazungumzia kwamba hata baada ya kufa zile maiti za mke pamoja na watoto zake hazitobakia tu kawaida, kwamba kuna kitu ambacho hizo maiti pia zitapatikana nacho, ambayo ni kwamba kwa mfano kwa Yezebel ambaye ni mkewe, mbwa watamla, lakini watoto sasa wa huyu Ahabu ni kwamba wakifia mjini, wale mbwa wanaokaa mjini watamla, lakini watawala, lakini pia wakifia mashambani ambako mbwa hawapo, kuna ndege wa angani au ndege wa angani watawala. Sasa nilikuwa najiuliza kwamba okay, inakuwaje kama maiti labda ni kitu tu cha kawaida, ni kitu ambacho hakina uzito wowote, Mungu akipangie mpaka adhabu yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kama fikra ya kwangu ya mwanzoni, ambayo nikaanza kujifikirisha kwamba labda hata kwenye maiti pia kuna kitu. Ndio maana Mungu hakuishia tu kwamba mtu amekufa, akaenda na hatua nyingine moja mbele ya kwamba hata ile maiti ambayo imebakia akaipangia adhabu ambayo inaweza ni adhabu ya hiyo maiti kuweza kupitia. Kwa hiyo tunaona kwenye huu mfano wa hii familia ya mfalme Ahabu, na huu nabii kwa kila kipande kinatimia. Kwa hiyo tuangalie kwenye huu nabii kuanzia kwa huyu mfalme mwenyewe jinsi alivyokufa. Tutaangalia pia mwanaye mmoja ambaye alirithi kiti chake jinsi alivyokufa. Tutaangalia pia na mke wake na watoto zake wengine jinsi walivyokufa, na jinsi ambavyo huu nabii ulitimia kwamba walikufa, lakini hata baada ya kufa kuna kitu kilifanyika kwenye miili yao ama kwenye damu zao. Kwa hiyo tuanze na hiki kisa sasa, jinsi ambavyo mfalme Ahabu alikufa. Sasa kifo cha mfalme Ahabu tunakipata sura moja tu mbele ya hiyo sura ya 21 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, na tunaona hapa kuanzia kwenye, unaweza kusoma yote lakini mimi nitaanzia kwenye mstari wa 34 ambapo ndo kifo cha mfalme Ahabu kinatokea. Kuanzia hapo mstari wa 34 anasema, mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Pigano likazidi siku ile, mfalme akategemezwa garini mwake kinyume cha Washami, hata jioni akafa. Kwa hiyo mfalme Ahabu akafa. Damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari, ikapigwa mbiu jeshini. Jua likichwa kusema, kila mtu aende mjini kwake na kila mtu shambani kwake. Hivyo akafa mfalme
akachukuliwa Samaria, wakamzika mfalme huko Samaria. Wakaliosha gari penye birika la Samaria, na mbwa wakaramba damu yake. Basi ndipo walipooga makahaba, sawasawa na neno la Bwana alilolinena. Na mambo yote okay. Hii 39 inazungumza vitu vingine, lakini tukishia hapa kwenye 38 tunaona jinsi ambavyo Ahabu alivyouawa kwa kuchomwa na huo mshale, mtu ambaye alikuwa anapiga tu kwa kubahatisha alafu ukampata, lakini anavuja damu mpaka anakufa, na gari lake linaenda kuoshwa kwenye hii sehemu ambayo ilikuwa ni kisima au kama sehemu kuna maji ambapo walikuwa wakioga makahaba. Nasema walipokuwa kiliosha lile gari lake, mbwa wakaja wakalamba zile damu, kwa sababu manake gari lilikuwa linaoshwa na maji alafu zile damu zinakuja sasa zinamwagika chini zinapotoka kwenye gari. Kwa hiyo mbwa wakalamba damu za Ahabu, sawa sawa na unabii ambavyo ulikuwa umetolewa. Kwa tunaona kifo jinsi ambavyo cha mfalme Ahabu kilitokea. Sasa tuangalie vifo vya hawa wengine sasa, ambapo hapa kuna mwanaye aliyerithi hicho kiti, na hapa tunaona kwamba tukisoma kwenye Wafalme wa Pili ile sura ya 9 tuanzie mstari wa 23, ambapo hapa tunakutana na kifo sasa cha mwanaye ambaye alichukua kiti chake au alichukua mikoba yake ya ufalme. Na kwenye hii 23 nasema Yoram akageuza mikono yake akakimbia, akamwambia Ahazia, ni waini ya Ahazia. Yehu akavuta upinde wake kwa nguvu zake zote, akampiga Yoram kati ya mikono yake, hata mshale ukamtoka penye moyo wake, akaanguka katika gari lake. Ndipo Yehu akamwambia Bidkari akida wake, mtwae ukamtupe katika kiwanja cha Naboth Myezreeli, maana kumbuka hapo mimi na wewe tulipokuwa tumepanda farasi zetu na kumfuata Anab baba yake, Bwana alimwekea mzigo huu, akasema, hakika jana nimeona damu ya Naboth na damu ya wanawe, asema Bwana, nami nitakulipa katika kiwanja hiki, asema Bwana. Basi sasa mtwae huyu umtupe katika kiwanja hicho sawasawa na neno la Bwana. Kwa hiyo tunaona hapa Yoram ambaye sasa ni mtoto wa mfalme Ahabu, naye anauawa, naye hapatiwi nafasi ya kuzikwa kabisa. Angalau baba yake alizikwa, ila damu zake tu ndo zililambwa, lakini huyu azikwe, anatupwa kwenye shamba lile ambalo baba yake alilichukua, alilimiliki sivyo halali, kwa hila ambayo ilikuwa imetengenezwa na mke wake. Kwa hiyo tunaona hapa kifo cha mwanaye, lakini hapewi nafasi ya kuzikwa, anatupwa shambani. Sasa tuangalie jinsi ambavyo Yezebel pia alikufa. Sasa huyu Yezebel tunaona kwenye hiyo Wafalme wa Pili sura ya 9, tuanzie kwenye mstari wa 30. Nasema hata Yehu alipofika Yezreel, Yezebel akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Nafikiri alipokuwa amegundua tu kwamba Yehu anakuja na anajua kabisa Yehu ndo aliyekuwa ameua mwanaye huyo Yoram, akaanza kujilemba. Nafikiri labda alijua kabisa kwamba kama ikitokea atauawa, labda hawezi kupata hata nafasi ya kuweza kulembwa maiti yake kabla ya kuzikwa. Kwa hiyo akajilemba kabisa na sasa akachungulia dirishani. 31 mstari inasema hivi, hata Yehu alipoingia lango la mji alisema, je, ni amani ewe Zimri mwenye kumuua bwana wako? Akainua uso wake kulielekea dirisha, akasema, aliye upande wangu ni nani? Matowashi 2 watatu wakachungulia, akasema, mtupeni chini. Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika, nyingine juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga. Alipoingia akala na kunywa, kisha akasema, haya, mwangalieni mwanamke huyu aliyelaaniwa, mkamzike, kwa maana ni binti mfalme. Wakaenda ili kumzika, lakini hawakuona kitu ila kifuvu cha kichwa chake na miguu yake na vitanga vya mikono yake. Basi wakarudi wakampasha habari, akasema, hili ndilo neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya Mtishibi, kusema, katika kiwanja cha Yezreel mbwa wataila nyama ya Yezebel,
na mzoga wa Yezebel utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Yezreel, hata wasipate kusema huyu ni Yezebel. Kwa hiyo tunaona unabii hapa unatimia sawasawa na nabii Eliya alivyokuwa ameutoa, ya kwamba huyu Yezebel ataliwa na mbwa baada ya kufa. Na tunaona hapa kwamba kwenye huu mstari wa 37 anasema, na mzoga wa Yezebel utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Yezreel. Sasa hapa tunaona kwamba kama hawa watu ambao walikuwa wameagizwa waende wakauchukue huu mwili wa Yezebel wakauzike, kwa sababu yeye ni binti mfalme, na kwa kuwa na hiyo sifa ya binti mfalme alikuwa anatakiwa kupatiwa mazishi ambayo ni ya cheo chake au ya nafasi yake, lakini ameikosa hiyo nafasi kwa sababu unabii ulikuwa umetangulia, lakini aliliwa na mbwa. Na kama wangefuatilia, manake Mungu alikuwa amemwadhibu kiasi kwamba mwili wake ukaliwa na mbwa, na kama unataka kufuatilia kwamba kukusanya vipande vya mwili wake ambavyo sasa vingekuwa katika mfumo wa hayo mavi ya mbwa, hao watu takiwa anze kufuatilia hao mbwa waliomla wameenda wapi kujisaidia, afu anze kukusanya hivyo vinyesi vya mbwa. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu hakuishia tu kumwadhibu huyu Yezebel kwa kumuua, lakini hata maiti yake inaliwa na mbwa, kama ambavyo unabii ambavyo ulikuwa umetangulia kabla ya hili tukio kuweza kutokea. Kwa hiyo tunaona pia huyu Yezebel sawasawa na unabii ulivyokuwa umetoka, na yeye tukio la kifo chake vile vile linakuwa kama ambavyo unabii ulikuwa umetoka. Sasa tuangalie na sehemu ya familia yake huyu Ahabu, ambapo kuna watoto 70. Utasoma hapa kwenye Wafalme wa Pili kwenye hii sura ya 10 mstari wa 6 mpaka 11. Unaona hapa kwamba huyu Yehu anatuma barua, anawaandikia watu ambao walikuwa wanawakuza hawa watoto wa Ahabu. Walikuwa na watoto kama 70 hivi, lakini hawa watoto 70 wa mfalme. Kwa hiyo hawa jamaa anawaagiza kwamba walete vichwa vyao, na wanawachinja hawa watoto alafu wanapeleka vichwa sasa, na anawaagiza kwamba hivyo vichwa wapeleke sehemu wakaviweke katika chungu, yani chungu mbili, kwa maana ya kwamba chungu ni lundo, walundike kwenye malundo mawili. Kwa hiyo tunaona hii familia ya Ahabu inafutika kabisa sawasawa na unabii ulivyokuwa umetoka. Lakini sio tu kwenye kifo cha kawaida, hata ile miili ya hawa wanafamilia, kuna vitu ambavyo miili ya marehemu, yani wakiwa wameshakufa, ilipitia. Kwa hiyo tunaona kwamba ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo niliona kwamba kumbe hata miili ya marehemu inaweza pia ikabebeshwa adhabu kwa namna fulani, sawasawa na hivi ambavyo tumeona kwenye hii familia ya Ahabu. Sasa hiki ni kisa kimoja ambacho tunaona maiti zinaadhibiwa pia. Sasa na kuna kisa kingine ambacho tutakiona kwenye hii Wafalme wa Kwanza sura ya 13, ambapo hapa tunakutana na nabii kijana kutoka Yuda ambaye anapokea neno la Mungu la kwamba aende huko Betheli akakutane na mfalme Yeroboamu, ambaye huyu mfalme alikuwa amewazuilia watu wake wasiende Yerusalemu kwenda kufanya ibada. Akawa ametengeneza ibada zake pale ambazo zikawa zinafanyika ili hao watu wasitoke na kwenda Yerusalemu ambako Mungu alikuwa amekuchagua kwamba ibada ndo ifanyikie kule. Kwa hiyo akawa amekuja kumtangazia hukumu kwamba kuna mzao wa Daudi ambaye anakuja na atauharibu ufalme wake. Sasa wakati amefika huku akawa amemkuta huyu mfalme Yeroboamu akiwa anafukiza uvumba kwenye madhabahu hiyo ambayo ameitengeneza. Sasa akawa anasema kwa sauti ule unabii, lakini akawa anamwambia ishara ambayo Mungu amemwambia ataifanya, ile madhabahu kupasuka na majivu kumwagika chini. Kwa hiyo wakati anasema hayo, yule mfalme akaunyosha mkono, akawa anawaambia watu wamkamate. Sasa ule mkono wake ukanyauka, ukapooza, na akamwambia huyu mtu wa Mungu kwamba msi Mungu mkono wake urudi kama kawaida. Na Mungu alivyo wa rehema, katikati ya kutangaza hukumu, mkono wake bado akauponya ukawa kama kawaida. Sasa watu walioona na waliosikia kwa hizi habari, kati yao walikuwa ni watoto ambao baba yao alikuwa ni nabii mzee na ni mwenyeji wa huko hilo eneo, na wakaenda wakamwambia kile kilichotokea huyu baba yao.
babao akauliza kwamba huyu mtumishi wa Mungu ameelekea njia gani, wakamuelekeza kwamba ameelekea njia hii. Akamfuatia kwenye ile njia na akamkuta, akamdanganya kwamba mimi na wewe ni nabii kama wewe, ambao ni kweli alikuwa ni nabii, lakini akamwambia Mungu ameniambia kwamba urudi, angalau ule chakula na unywe, alafu baada ya hapo sasa unaweza ukaendelea na safari yako. Lakini alikuwa amesema uongo. Basi yule mtu wa kutoka Yuda akarudi naye mpaka nyumbani kwake, na tukianzia hapa kwenye huu mstari wa 20 anasema hivi: hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Sasa hapa ndo neno lenyewe likamjia, ukiachana na ule uongo aliyokuwa kumwambia, hili ndo neno la Mungu ambalo lilikuwa limemjia. Anasema akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana, wala ukuishika amri ile aliyokuamuru Bwana Mungu wako, bali umerudi ukala chakula ukanywa maji, hapo alipokuambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaliingia kaburi la baba zako. Kwa tunaona hapa unabii unatoka, na kwenye unabii ni kwamba Mungu anampa adhabu ya kwamba atakufa, lakini maiti yake tofauti na wengine ambao walikuwa maiti zao zinaliwa au zina damu zinalambwa, huyu adhabu alikuwa amepewa ni kwamba tu hatozikwa pamoja na baba zao. Kwa hiyo inaendelea, anasema basi ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda, na alipokuwa amekwenda zake, simba 24, simba alimkuta njiani akamuua, maiti yake ikatupwa njiani, naye yule punda akasimama karibu naye, na yule simba naye akasimama karibu na maiti. Kwa tunaona alimuua, lakini hakumla nyama kama ambavyo Yezebeli aliliwa na mbwa. Huyu yeye hakuwa, adhabu yake ilikuwa ni hiyo. Lakini unaona kwamba huyu simba amesimama pembeni yake na punda pia amesimama pembeni yake. Punda akimbii kwamba huyu simba anaweza akamla. Haya ni maajabu mengine ya Mungu. Na tunaendelea kwenye 25, anasema natazama, watu wakapita wakauona mzoga umetupwa njiani na yule simba akisimama karibu na mzoga, wakaenda wakatoa habari katika mji ule alimokaa yule nabii mzee. Na yule nabii aliyemrudisha njiani alipopata habari akasema, ndiyo yule mtu wa Mungu aliyeiasi kauli ya Bwana. Kwa hiyo Bwana amempambanisha na simba, simba akamlarua akamuua, sawasawa na neno la Bwana alilomwambia. Kwa hiyo alilaruliwa tu, lakini hakumla nyama yake. Anasema akawaambia wanawe akasema, nitandikieni punda. Wakamtandikia. Akaenda akamwona yule maiti ametupwa njiani, na punda na simba wamesimama karibu na maiti. Maajabu haya. Yule simba alikuwa hakumla maiti wala hakumlalua punda. Nabii yule akamtoa maiti wa yule mtu wa Mungu, akamweka juu ya punda wake, akamrudisha yule nabii mzee akaenda mjini mwake kukaa matanga na kumzika. Akamweka maiti katika kaburi lake mwenyewe, wakamlilia wakisema, ndugu yangu. Kwa hiyo tunaona unabii unatimia, kwa sababu alimzika kwenye kaburi lake yeye mwenyewe, akawa amekosa hii nafasi ambayo Mungu alimtangazia kwamba ataikosa, ya kuzikwa kwenye makaburi ya baba zake. Kwa hiyo tunaona unabii unatimia hapa. Kwa hiyo kwa ujumla tumeona jinsi ambavyo kuna wengine maiti zao zimeadhibiwa au ziliadhibiwa, kwa mfano kuliwa na mbwa, kulambwa damu. Lakini kwa huyu nabii ambaye alikuwa ni mwenyeji wa Yuda na alitumwa tu Betheli, yeye adhabu yake ilikuwa ni kukosa kuzikwa sehemu ambapo baba zake walizikwa. Sasa tunaweza kuona pia nabii Yeremia ambaye alizungumza na yeye, alitoa nabii mbalimbali kwa habari ya vifo ambavyo wafalme pamoja na manabii na makuhani ambao walikuwa ni wa uongo au walikuwa hawamtumikii Mungu. Ukisoma kwenye Yeremia 7:32 mpaka 33 utaona hapo kuna namna ambavyo anazungumza kwamba maiti zao zitaachwa kuliwa kwa ajili na ndege, lakini na wanyama, na hazitozikwa. Lakini Yeremia 16:4 pia unaweza ukasoma pia Yeremia 8 na 1 na 2 hapo mstari wake, utaona vile ambavyo
Yeremia naye alikuwa ametabiri kwa habari ya vifo na nini kitatokea kwenye maiti zile za watu ambazo walikuwa wamekufa. Sasa tuangalie kitabu cha Yeremia hiyo sura ya 22 na tuanze kusoma pale kwenye mstari wa 18 ambapo nabii Yeremia anatoa unabii wa nini kitatokea baada ya kifo cha mfalme Yoakim. Sasa mstari wa 18 anasema hivi: basi Bwana asema hivi, katika habari ya Yoakim mwana wa Yosia mfalme wa Yuda hawatamwombolezea wakisema ndugu yangu, au dada yangu, wala hawatamlilia wakisema bwana wangu, au utukufu wake. Atazikwa maziko ya punda, akibururwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Kwa tunaona kwenye unabii ni kwamba huyu mfalme Yoakim, makusudio ya Mungu ilikuwa ni kwamba atakapokufa asiombolezewe hata kuombolezewa, hata watu wa kumlilia wasiwepo wa kumlilia, lakini mwili wake ubururwe na azikwe kama maziko ya punda. Tunafahamu jinsi wanyama ambavyo huwa wanazikwa, heshima wanayopewa haifanani na binadamu anavyozikwa. Kwa hiyo huyu mfalme Yoakim si alikuwa amefanya nini kwa Mungu, kiasi kwamba Mungu akawa amemkusudia kwamba baada ya kufa, pamoja na kwamba anakufa, lakini ule mwili wake unaobakiwa uweze kupitia hayo, asiombolezewe, asililiwe, lakini pia abururwe na apate maziko ya kama mnyama tu, kama punda. Kwa hiyo tumeweza kuona huu mfano wa kwamba sio tu maiti inabakia lakini kuna maiti inaweza ikapewa adhabu kama vile kwenye familia ya Ahabu tumeona, lakini tumeona kwa mfano hapa kwa huyu mfalme Yoakim na nabii nyingine ambazo Yeremia amezitoa kwa makuhani pamoja manabii wa uongo wao na wafalme. Lakini tumeona pia kwa yule kijana ambaye aliagizwa aende akatoe unabii, lakini yeye akakaidi yale maagizo ambayo alikuwa amepewa kwa habari ya kwamba asile wala asinywe. Na yeye adhabu yake ilikuwa ni kwamba sio labda mwili wake ulaluliwe au uliwe na nini kama ilivyokuwa kwa Yezebel na watoto zake, lakini yeye alinyimwa nafasi ya kuzikwa kule ambapo baba zake walizikwa. Sasa kwenye hili swala la mtu kuzikwa mahali fulani likoje? Hebu tuliangalie kidogo hili swala kwenye Biblia, kwenye mtu kuzikwa sehemu fulani inakuwaje. Sasa kwa habari ya kuzikwa mahali fulani tunaona mfano wa Yakobo yeye akiwa ameshuka Misri pamoja na familia yake na alifia kule Misri, lakini kabla ya kufa ukisoma Mwanzo 47 anamlisha kiapo Yusufu kumwambia kwamba hakikishe atakapokufa asizikwe Misri, azikwe Kanaani pamoja na waliomtangulia. Kina Ibrahim walizikwa huko, kina Sara walizikwa huko, Isaka alizikwa huko, Rebeka alizikwa huko. Kwa hiyo anasema kwamba na yeye hakikishe kwamba anazikwa kule, na kile kiapo ambacho anamwapisha ni anamwambia kwamba aweke mkono wake chini ya paja lake. Ni kiapo ambacho kama unafuatilia Biblia, Ibrahim pia alimwapisha yule kijakazi wake, yule mtumishi wake alipokuwa anamwagiza kwamba akamchukulie mke mwanaye Isaka. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kiapo ambacho kilikuwa kiko serious sana, na unajiuliza kwamba kwa mfano kama Yusufu pamoja na ndugu zake wangekuwa wamekaidi wakamzika huyu Yakobo kule Misri, kile kiapo kingeweza kufanya nini? Kile kiapo kingeweza kufanya nini? Na tunafahamu hata sisi kwenye jamii zetu unakuta kuna mtu anaelekea kufa na anatoa kama usia au anatoa maneno kwamba bwana, ni mimi nikifa mkanizike sehemu fulani. Sasa wewe umesikia huyu jamaa anakuambia kwamba mimi nikifa mkanizike sehemu fulani, na hamkumkanusha kwamba bwana, sisi tutakuzika hapa hapa, hatukupeleki kokote. Alafu baada ya kuwa ameshakufa na alisema hayo maneno, nyinyi mnaamua tu kumzika popote. Kwa hiyo mnafahamu maneno yanaishi, kwamba kile kitu ambacho kilisemwa kinaweza kikajisimamia chenyewe hata kama marehemu alikuwa yaani marehemu ameshakufa, hayupo tena. Ni maneno ambayo alisema akiwa hai. Sasa hiyo nguvu ya maneno inaweza ikasababisha vitu fulani, kwa sababu mmekaidi kile kitu ambacho mlikisikia kutoka kwa marehemu na mkakubaliana. Inawezekana pia amewaapisha kabisa. Sasa hii tunaona kwa Yakobo, lakini 49 pia Mwanzo, Yakobo anawaambia, anaitisha pale familia yake na kila mtoto anamwambia kwa habari yeye atakuwaje. Alikuwa anatoa unabii wa mtoto mmoja baada ya mwingine, na baada ya kuwa amemaliza anarudia tena kusisitiza kwamba yeye anakufa
na bado akazikwe, na ilikuwa ni kwenye mstari huku mwishoni kabisa, kwenye maneno yake ya mwisho kabisa alikuwa anayasema. Kwa hiyo na watu wanasema kwamba mtu anapokuwa anaelekea kufa, yale maneno yake ya mwishoni ndio yana uzito zaidi. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Yakobo anasisitiza kwamba akazikwe kwenye ardhi ambayo watangulizi wake walizikwa. Sasa tunaona kumbe yule nabii kijana ambaye alinyimwa nafasi ya kuzikwa na baba zake alikosa kitu ambacho Yakobo alikuwa anakipigania, kwamba anapokufa yeye akazikwe kwenye ardhi ambayo baba zake walizikwa. Lakini haishi tu hapo, ukienda kwenye Mwanzo 50 tunaona pale kwamba Yusufu anakufa akiwa na umri wa miaka 110, lakini kabla ya kifo chake anawaagiza ndugu zake kwamba anatambua kabisa siku moja Mungu atawatokea na atawaondoa kutoka Misri na kuwarudisha Kanaani. Kwa hiyo anawaambia kwamba itakapofikia hicho kipindi, basi hakikisheni mnaondoka na mwili wangu. Kwa hiyo Yusufu baada ya kufa, ndugu zake wanauweka dawa mwili wake ili kuhifadhi kwa muda mrefu wakati wanasubiria kipindi watakapokuja kutoka waweze kuondoka naye. Na of course ilichukua muda mrefu kutoka na kufa mpaka wanaingia kwenye utumwa baada ya kuinuka Farao ambaye alikuwa mjui huyu Yusufu. Alafu baadaye sasa unaona chini ya uongozi wa Musa Mungu anawaondoa kwenye utumwa, na moja ya kitu ambacho wanaondoka nacho ni mwili au mabaki ya mwili wa Yusufu, wanaondoka nao ile mifupa. Sasa hii inanikumbusha pia hata Waswahili wana maneno yao wakati mwingine kwamba kama mtu hajapata heshima ya kuzikwa kwenye maeneo ambayo ni ya nyumbani kwao, huwa wanazungumzia kwamba unajua, mtu akizikwa ugenini ni kama ametupwa, ni kama vile amesaulika tu kwa katupwa. Unajua hizi tamaduni za Kiafrika na za Kiswahili, kwa mfano kwenye kusafisha makaburi ya ndugu na nini. Sasa kama huyo ndugu yenu manake alifia sehemu ya mbali huko na kazikwa huko, manake hata wale ndugu tu kuweza kuhani au kutembelea kaburi na kufanya tu angalau usafi haiwezekani. Sasa hii ni kitu ambacho kipo zaidi kwenye tamaduni za Kiafrika, lakini tunaona kwa mfano wa Yakobo na yeye akiwa aling'ang'ania kabisa kwamba na akamwapisha Yusufu kwamba azikwe nchi ya Kanaani. Kwa hiyo tunaona hizi ni kama heshima ambazo watu waliokufa ile miili yao wanaweza wakapatiwa hiyo heshima ya kuzikwa sehemu fulani, ambayo hiyo heshima yule nabii kutoka Yuda tumemwona yeye alikataliwa au Mungu alimnyima hiyo heshima ya kuweza kukufa na kuzikwa kwenye makaburi ya baba zake. Sasa tukirejea lile swali ambalo tulikuwa tunaliangalia hapa ya kwamba ni kwa nini kuna mazingira fulani ambapo mwili au maiti ikisafirishwa katika hayo mazingira ambayo sio rasmi huwa kunakuwa na uwezekano wa kutokea visa fulani. Kwa hiyo tumeweza kuona namna ambavyo kwa mfano wa Naboth ambapo alikufa kifo cha hila, alisingiziwa kwamba amemtukana Mungu pamoja na mfalme, akapigwa mawe na mbwa wakalamba damu zake. Sasa kutokana na kile kifo Mungu akaamua kujilipizia, akaua familia yote ya mfalme Ahab, lakini haikuishia tu kuwaua, na wao pia mpaka maiti zao zikapata adhabu, nyingine zikaliwa na mbwa kama mkewe Yezebel akaliwa na mbwa, lakini watoto zake 70 wale na wao walichinjwa na vichwa vyao vikarundikwa marundo mawili. Kwa hiyo kama sehemu ya malipizi ya kile ambacho walikifanya kwenye taifa la Israeli, lakini pia na kifo cha Naboth ambaye aliuawa kwa kuonewa kabisa. Kwa hiyo kwa ujumla katika yote haya ambayo tumeyaona na mifano yote ya hawa watu ambao tumeangalia ni kwamba kuna heshima fulani ambayo inatarajiwa mtu anapokuwa amekufa mwili wake ile maiti kuweza kupatiwa kama ambavyo tumeona kwenye mifano mbalimbali, lakini kama hiyo heshima ya kuweza kuzikwa sehemu fulani ambayo kama Yakobo pamoja na Yusufu alipewa, lakini yule mfalme yule
nabii kijana kutoka Yuda aliikosa. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa hatujapata ule mstari wa moja kwa moja sana ambao unaonyesha kwamba kama maiti isipopatiwa heshima fulani, basi kuna visa fulani ambavyo vinatakiwa vitokea au vitatokea, lakini kuna mstari ambao upo jirani kidogo na hicho kitu, japokuwa wenyewe haujakaa kiheshima kwamba maiti nayo istahili heshima, lakini ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21 kuna amri hapa ambayo Mungu alikuwa amewaamrisha taifa la Israeli waweze kuishika, kwamba inapotokea, tuanzie kwenye huu mstari wa 22, anasema akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu ambaye amekufa ametenda dhambi na akatundikwa kwenye mti, Bwana anasema amelaaniwa. Kwa hiyo ina maana ile maiti imebeba laana, na kama haitozikwa siku hiyo hiyo, manake ile laana ambayo hiyo maiti imebeba, anasema ita najis nchi. Sasa kwa lugha nyingine ita najis ardhi. Sasa kama ardhi imenajisika, manake inaweza kuacha kuzalisha kama vile ambavyo imekusudiwa kuzalisha. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawapa hii amri kwamba wazike siku hiyo hiyo ili kujiepusha na laana ambayo inaweza ikatokana na wao kwa kutokuzika siku hiyo hiyo. Kwa hili ni andiko ambalo linaonyesha madhara ambayo hawajazika na kuna madhara yanatokea. Kwa hiyo haliko direct sana na swali letu, lakini inatuonyesha tu kwamba kumbe inawezekana katika mazingira fulani maiti isizikwe na ikasababisha kitu fulani, ikawa imebeba kitu fulani. Kwa hiyo hata kwenye upande wa pili tukienda kinyume kwamba kama ni mtu alikuwa mwema, ni mtu kumbuka hii miili ya watu pia kwenye Biblia inazungumziwa kama hekalu, kama sehemu ambapo imebeba kitu cha maana ndani yake. Anasema hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kama ni hekalu alafu ikatokea sasa yule wa ndani ametoka, basi kunakuwa kuna thamani fulani ambayo bado huyu mtu au ule mwili unakuwa umebeba. Na ndio maana hata kwenye majumba au vijumba ambavyo unakuta hapa kiongozi fulani ambaye ana historia aliwahi kukaa, huwa zile nyumba wakati mwingine hakuna mtu ambaye anakaa, na zinaingia kwenye rekodi ya kama makumbusho au sehemu za kihistoria ambazo watu wanatembelea kwenda kuona kwamba kumbe kiongozi fulani ambaye labda alitawala wakati fulani alikuwa anaishi hapa, ndo alikulia hapa. Kwa hiyo vivyo hivyo hata miili ya kwetu sisi, hasa kwa wale ambao wametumika na Mungu, hata mwingine tu wa kawaida, kwa sababu Mungu alikuwa amemkusudia mtu yoyote aweze kuishi maisha ambayo ni ya hali fulani ambayo ya utukufu. Sasa hata kama ni mtu wa kuishi hayo maisha, lakini bado kuna heshima fulani ambayo inategemewa kuweza kuwako. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tunaweza nilikiona kwenye maandiko na nimekushirikisha kwenye hii sehemu ya kwanza ya utangulizi, ili na wewe uweze kuona kile ambacho mimi binafsi nilikiona kwenye maandiko. Mpaka hapa tunafikia mwisho kwenye sehemu ya kwanza ya utangulizi. Nikusii sana kwamba ufuatilie sehemu nyingine 4 ambazo zimebaki, kwa sababu zina vitu ambavyo vitakusaidia sana. Kumbuka ujumbe wangu kwako ni kwamba tafadhali usife mapema. Hii inawezekanaje? Fuatilia kwenye hivi vipengele vingine 4 ambavyo vimebaki mpaka mwisho, na utaona jinsi ambavyo inawezekana. Mimi nikutakie wakati mwema, baki uliobarikiwa. Tukutane kwenye sehemu nyingine inayofuata.